Baada ya shirikisho la soka Afrika CAF kuweka wazi kwamba mwamuzi wa mchezo wa nusu fainali ya kwanza kati ya Simba Sports dhidi ya Stellenbosch ambao utachezwa hapa Tanzania atakuwa ni Jean-Jacques Ngavo Ndala, moja ya waamuzi wakubwa ndani ya kandanda la Afrika. Na mimi nikaona kuna kila sababu ya kufunga safari kuja mpaka huku Kitunda anakopatikana swahiba wangu. Yeye ni Mkongomani ambaye anaishi hapa Tanzania kwa kipindi hivi sasa, lakini nimekuja kufahamu juu ya mwamuzi huyu Jean-Jacques Ngavo Ndala kutoka katika taifa hilo la DRC, juu ya ukubwa wake. Ana ukubwa wa aina gani? Wasifu wake upo vipi? Ni mwamuzi ambaye msimu jana alichezesha fainali ya pili kati ya Al Ahly dhidi ya Esperance de Tunis. Ilikuwa mwezi Mei. Yes, na Al Ahly walifanikiwa kubeba ubingwa wa Liga ya Mabingwa Afrika. Jean-Jacques Ngavo Ndala, moja ya waamuzi bora kabisa katika kandanda ya Afrika. Nimekuja hapa kwa ajili ya Watanzania wengi wanataka kumfahamu Jean-Jacques Ngavo Ndala ni mwamuzi mwenye wasifu gani kwa pale Kongo, yani wanamwangalia vipi? Ya, kuhusu Jean-Jacques Ndala ni kifupi ni referee, tuseme refa tu. Kifupi ni refa mkubwa sana pale Kongo, hata kifupi na Afrika. Kwa sababu kashachezesha mechi nyingi kubwa za hadhi ya juu. Na kwa hiyo unampaka fikio kupewa mechi kama ya Simba, ni uaminifu mkubwa sana wamempa, kwa sababu ni mtu anaaminiwa sana. Ya, ndio hivyo. Kwa sababu hata ukichukulia Kongo sijui kama kuna refa, hakuna hata refa kumfikia, kwa sababu ndio refa mwenye level ya juu sana, hata ana CV za CAF. Ya, ana CV kubwa sana, kwa sababu ni refa mkubwa tu, tuseme Afrika nzima ni kati ya marefa wakubwa sana. Okay. Na ndani ya Kongo, kwenye ligi ya Kongo huwa ni mwamuzi ambaye anapangwa sana au inatokea tu mara chache wakamtumia? Huwa hapangwi sana, kwa sababu anatokea mara chache sana. Wanatazama na mechi za kumpa, kwa sababu wanatazama mechi, kuna mechi zingine huyu anapatiwa refa huyu na zingine mechi anapewa refa huyu, kwa sababu mechi kubwa anapewa yeye, kwa sababu ni refa mkubwa anapewa mechi kubwa. Ya, ndio maana hata kukutana msimu jana katumika mechi mbili tu. Okay. Ndio kafanya mechi mbili. Na msimu huu hajafanya mechi hata moja, kwa sababu anasubiria mpaka playoff. Na hizo playoff itakuwa hapa mwisho wa mwezi, hapa ataanza playoff na ndio anaanza kapewa mechi na yeye. Aha. Anyways, kwa anavyosema playoff anamaanisha nini? Ligi ya Kongo inachezwa kwa kanda mbili. Kuna magroup mawili. Kuna grupu la kwanza, grupu A, alafu kuna grupu B. Grupu A ni lile linahusisha timu kutoka huku Lubumbashi kama TP Mazembe, Lupopo, Tanganyika, Don Bosco, Lubumbashi Sport. So na Simba ya Kolwezi, Blessing Kolwezi, Sangabalende Bujimai, so wote hao timu zina hizo za grupu A. Alafu timu za grupu B ni zile zinatokea upande mwingine kule wa magharibi kule. Kama magharibi na pamoja na East. Wanachanga East, wanachanga East, kunatoka Bukavu Dawa, kunatoka Dauphin Noir, kunatoka na Manyema Inyo. Ndio wanatoka enda kulichanga na kule, ukifika kule Kinshasa kule upande wa kule kunatoka AS Vita, kunatoka Aigle du Congo, kunatoka DSMP, kunatoka Celeste, kunatoka GSK, kunatoka New Jack, yani timu nyingi, kwa sababu upande ule una timu 13. Upande wa kina Mazembe kuna timu 12. Okay. Kwa hiyo zote lazima zinakuja timu kama 25 hizi na 25. Ambayo kimsingi wanacheza ligi yao huku, wanacheza ligi yao huku, afu zinachukuliwa 5 za juu. Ya, kwa hivyo wanachukua 6 za juu. Mwaka jana wamechukua 4, mwaka huu wanachukua 6 za juu. Kwa hiyo playoff wanacheza na timu 12. Aha, kwa hiyo maana yake grupu hili na grupu hili ndio wanacheza nyumbani na ugenini. Sasa yes, ili kupatikana wa 6 bora watakaocheza playoff. Afu baadaye zinatafutwa timu 4 ambazo zinaenda kwenda kimataifa. Zinaenda kimataifa. Hapo wanatafuta timu 3, kwa sababu kuna ligi wanasema Coupe du Congo, na sasa mshindi wa Coupe du Congo ndio anachukua nafasi ya 4. Anaenda Confederation Cup. Aha, nilikusikia umesema msimu uliopita kachezesha mechi mbili. Mechi mbili tu. Ipi na ipi? Kachezesha mechi ya mwisho, yani mechi ya mwisho kwa Mazembe kapewa kikombe, alicheza na timu ya Aigle du Congo. Na Aigle du Congo hapo Tanzania wanajiandaa na msimu huu na wapo. Yes. Ya, wapo hapo. Ndio amecheza mechi ya mwisho hiyo na TP Mazembe. Na nyingine mechi kachezesha ilikuwa ni final kati ya Celeste na AS Vita. Ilikuwa ni final, hiyo ushindi ulitokana na bao moja ile Ikangalombo. Na Ikangalombo hapa Tanzania hapa na Kichapa. Na Young Africans. Yeah. Aha, yani Les Aigles wenyewe wanasema. Unasema hivyo. Ya, sisi tunasema Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo ndio walicheza na TP Mazembe mechi ya mwisho. Mazembe nakabidhiwa ubingwa kabisa, katoka na ushindi wa bao 3. Kwa 3. Maana yake hiyo alikuwepo mwamuzi alikuwa Jean-Jacques Ngavo Ndala. Jean-Jacques Ndala. Na nyingine
Celeste na Vita finali ya Coupe du Congo yeah. Ambayo kimsingi kwa mazingira ya Tanzania ndo FA au CRDB. CRDB hapa Tanzania. Yes. Sasa ukipima hizo mechi mbili unaona ni mechi kubwa kweli, kwa sababu hii anakabidhiwa ubingwa, Ndala alipewa, na hii nyingine ilikuwa finali, Ndala alipewa pia. Kwa unavyomfahamu, kwa ulivyomuona, wana umekaa kule muda mrefu, umefuatilia ligi ya Kongo, umeangalia baadhi ya mechi, ni mwamuzi mkali au yuko vipi ndani ya pitch? Kwenye pitch sio mwamuzi mkali sana, kwa sababu sio mtu wa kutoa kadi muda wote, kwa sababu yeye ni mwamuzi ametulia, afu cheki sana, yani afu ametulia, kwa sababu ni mwamuzi anatembea na maamuzi yake. Ya, kwa sababu yeye ameweka pale kati, ni mwamuzi na ndio anatembea na maamuzi, kwa sababu yeye cheki, yani ametulia tu. Mechi zote, yani mechi zake zote sijawahi kusikia mechi yake ikachezesha imetoka na vurugu nini, mara mabao ya offside, mara nini, yani mechi yake yote imetulia tu, yani mechi zake kichezeka zinatulia. Aha. Kwa hiyo unaamini katika mechi ya Simba na Stellenbosch kupewa mwamuzi huyu CAF alikuwa sahihi? Wapo sahihi sana, kwa sababu ukiangalia Simba wametulia, Stellenbosch nao wametulia. Yani unakutana timu mbili zote zimetulia na wamepatia refa wa kutulia. Kwa hiyo tutegemea mechi nzuri sana. Aha, okay. Sasa waamuzi ambao wanamsaidia, mmoja anatoka Sao Tome and Principe, mmoja anatoka Kameruni. Wote hawa Sao Tome and Principe wanaongea Kireno. Kameruni huku wanaongea Kifaransa na Kiingereza pia. Jean-Jacques Ndala anatokea Kongo ambako anazungumza Kifaransa. Sijui kama na Kiingereza mwenyewe anajua. Na hisi anaweza kakijua, kwa sababu ni mchezaji refa wa kimataifa, lazima ajue Kiingereza, kwa sababu ukichezesha mechi za kimataifa kuna wachezaji wanaongea Kiingereza, wengine wanaongea Kifaransa. So lazima ujue hizo lugha zote mbili, kwa sababu ya uelewa na wachezaji. Aha. Kwa maana yake atakuwa anafahamu Kiingereza, atakuwa anakifahamu. Anglais wanaita kwa Kongomani. Nimefika Kinshasa pale nikawa natafuta mtu anayezungumza Kiingereza angalau niongee naye. Nasema Anglais. Kiingereza ni adimu sana kupata pale, kwa sababu kila mtu, yani ukisikia Mkongomani anasema Kiingereza mwenyewe kwanza utacheka sana. Sababu Wakongomani hawajui Kiingereza, wanajua zao Kifaransa tu. Aha, okay. Kwa mtazamo wako, Simba umekuwa ukifuatilia. Unaifuatilia vizuri tangu ukiwa uko Kongo mpaka wakati uko hapa dhidi ya Stellenbosch, na umekuwa ukifuatilia mpira. Ni mpinzani wa aina gani? Yani unaona Simba wanaweza kufanya nini dhidi ya Stellenbosch na nafasi yao? Ya kutizama Simba, kwa sababu Simba ni mzoefu kwenye mashindano haya, tunaweza tukampatia pasenti ya juu kidogo, kwa sababu yeye ni mzoefu. Lakini tukiangalia sasa matokeo ya mpinzani wake, tukiangalia na yani kwa muda mchache tu amecheza ligi hizi na ameingia kimataifa, tukisema ndio mara kwanza hivi sijui ni kizani, kafanya maajabu makubwa, kamtoa bingwa mtetezi nyumbani kwake, kamfunga bao moja nyumbani kwake, bingwa mtetezi. Tukiangalia hata ligi ya nyumbani, kamtoa Mamelodi, na si ilikuwa ligi kuu, lakini ilikuwa kama ni mashindano gani sijaelewa. Kamtoa Mamelodi. Tukiangalia Mamelodi mchezaji yani ni timu kubwa sana, ni timu tishio Afrika. Kamtoa Mamelodi, ukiangalia timu kama hilo, yani timu ya kuingiana na gia nzuri. Kwa sababu ni timu yani kwa muda mchache tu limeandika historia kubwa. Aha, okay. Sawa. Sasa Jean-Jacques, tubaki tena hapo. Ngambo Ndala, watu watakusikia vitu vingi sana. Msimu jana alichezesha finali ya Al Ahly na Esperance. Tena mechi ya pili ya kukabidhiwa kombe. Nyinyi Wakongomani, kuhusu huyu mwamuzi na ukubwa wake hivi mnajivunia vipi kwenye hilo eneo? Tunajivunia mengi sana, kwa sababu ukisikia tu hata nchi nyingine, ukisikia tu mtu wa kwenu anachezesha mechi kubwa kama ile, yani mtu anatoka nyumbani kwenu, yani kizazi chenu, lazima tu mtajisikia faraja sana, ni mtajisikia furaha sana. Ni kama vile hapa Tanzania tusikia Rajiga siku moja anachezesha final, lazima watu watafarijika sana. Ndio maana sisi tunafarijika, kwa sababu anafanya makubwa, yani kama vile anaenda kuwakilisha nchi. Kwa sababu ukisema final imechezeshwa kama mchezo kati ya Esperance de Tunis na Al Ahly, wamecheza kati ya watu wa Misri na watu wa Tunisia, lakini kumekuwa maamuzi kumechanganyika na maamuzi wakati wa Kongo, yani vitu vimetaniwa, nasikia nchi tatu yani zimejichanga hapa. Lazima wakisema watataja Tunisia, Egypt na Kongo. Kwa hiyo kisi hata kwenye mambo yale wakitaja Kongo, sisi tunafurahi, tunasikia Kongo nayo imetajwa, tunafurahi. Unapenda sana taifa lenu, miongoni mwa ambavyo nimegundua na nimeona katika nilivyokuwa Kinshasa mechi ya Tanzania na DR Congo, ulipofikia muda wa wimbo wa taifa wa Kongo, vile Wakongomani walivyonyanyuka wakawa naimba kwa hisia, hiyo ni lazima. Nikaona hawa wanapenda sana nchi yao. Hapo ni kawaida, yani wimbo wa taifa ukiimbwa, yani uwanja wote mzima lazima unasimama, wote wanaimba kwa pamoja, wakimaliza wanapiga makofi, wanakaa chini. Yani kiufupi Wakongomani wao wanapendana sana.
Ya wanapendana. Yaani vingine watu wanaanza kuwa tofauti lakini kwa umoja watu wana umoja sana wa Kongomani. Kongo, Dombe ni Kongo, Dezae Kongo. So bwana, mimi nikushukuru kwa hiki ambacho tumeshare. Watu walikuwa wanataka kumfahamu juu ya ukubwa wa mwamuzi huyu, lakini kwa summary tu ni mwamuzi mkubwa tangu ndani ya taifa lake. Imefikia hatua sasa anasubiriwa kuchezesha playoff round. Yani katika hizi raundi za kwanza hakutumika. Anakuja kutumika katika playoff round. Hizi raundi za mwishoni kuelekea katika safari ya ubingwa, kupata timu 3 ambazo zitawakilisha michuano ya kimataifa, kwa sababu Kongo inatoa klabu 4 katika uwakilishi wa kimataifa. Kwa hiyo hiyo hatua ndio inakuwa serious kweli kweli. Na ndio maana hata hawa Les Aigles Noirs Les Aigles du Congo wapo Dar es Salaam wanafanya maandalizi kuelekea katika hiyo playoff round. Yani kama pre-season round imeisha, ya kwanza imeisha, wanaelekea katika maandalizi mengine. Wamekuja hapa, wako pale uwanja wa KMC wanafanya mazoezi pale kujiandaa na huo mchezo. Lakini ili liko nje kidogo na mwamuzi. Kikosi cha Aigles du Congo ndio kikosi ambacho alikuwa anacheza Juu Maximo kwa Male. Ni timu ambayo imekuja tu hivi karibuni, ilinunua. Kuna timu inaitwa JS de Kinshasa. Bareke ndo aliniambia kwamba JS de Kinshasa ndo iliuzwa. Ikanunuliwa huyu jamaa. Huyu jamaa ni nani ambaye yuko nyuma hii timu? Huyu jamaa tuseme huyu jamaa ni mtu mkubwa kwa sababu amewahi kutumika serikalini Kongo, kwa sababu aliwahi kuwa governor wa Kinshasa, wa mji mkubwa wa jimbo la Kinshasa pale, aliwahi kuwa governor pale. Kwa hiyo alivyomaliza pale ugavana wake, alipotoka kwenye kiti, yani akamua search kwenye mambo ya football. Alivyoingia mambo ya football akachukua ile timu ya GSK. Akasema anainunua yeye kwa sababu GSK tayari ilikuwa haiena mwelekeo tena, ni akasema anainunua yeye. Alivyoinunua ndo kaptana ibatiza jina ikakuwa Aigles du Congo. Kaptana ibatiza jina hilo. Alivyobatiza jina kaifanyia maendeleo, kajijengea uwanja wa mazoezi. Sasa hivi wana uwanja wao wa mazoezi wao binafsi kabisa. Yani tukisema Kongo timu zina viwanja vyao mazoezi, tukisema Mazembe tunaweka na Aigles du Congo. Sababu asivita wenyewe wanafanyia mazoezi katika uwanja wa taifa, wenyewe wana uwanja. Niliingia uwanja Marti, nilienda kuangalia kwa ajili ya kuripoti kwamba Azam wale timu ya taifa itacheza hapa. Nimefika kule kwenye kuripoti nikaona Vita Club wako uwanjani wanakimbia zoezi. Sababu timu Vita ndio wako hapa. Timu nyingi wanafanya zoezi mle. Timu nyingi ya DSMP kiamua inatoka uwanja wao wanafanya zoezi. Wanasema ni vitu vya serikali, ni vya wananchi. Wanajivunia. Tata Rafael. Bwana ni hatari sana. Sasa huyu Mohamed Musa tumeshia naye, ametuambia kuhusu mwamuzi Jean-Jacques Ngambo Ndala, na hii ni sehemu nyingine ya kwenda kumwangalia huyu mwamuzi. Mwamuzi ana vitu vingi, tutamwangalia tena wakati mwingine. Mwamuzi huyu bora kabisa, umri wa miaka 37, mmoja wa waamuzi wanaoaminika kabisa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, ndio amepewa mechi hii ya Simba dhidi ya Stellenbosch the Stellies kutoka Afrika Kusini katika mchezo wa kwanza. Mchezo wa marudiano ambao utafanyika Cape Town, tutakuja kuangalia mwamuzi yupi ambaye kapewa nafasi ya kusimama kati. Lakini sisi wa Tanzania tunapeleka dua zetu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunahitaji kombe la kwanza la michuano. Itakuja tu. Itakuja? Lazima litakuja. Na kumuomba Mungu tu. Kongo hamna timu watu hii. Kongo hamna timu kwa sababu timu hazijajipanga vizuri. Yani Mazembe out. Mazembe out. Manyema out. Vita alitoka mapema. Tukatolewa na Stellenbosch. Sababu ki raundi ya kwanza kapigwa bao 2, ilipofika Kinshasa wakaenda 1-1. Shughuli kwa imeishia hapo. Shughuli ikaishia hapo.